Watunguyas, mimi tena. Sasa nawaletea makala ya pili kuhusu mambo ya ndoa. Biblia inasema wazi ya kwamba yule apataye mke amepata kitu kizuri. Kumaanisha ya kwamba hata neno la Mungu mwenyewe anatambua na anasema yule ambaye atapata mke amepata kitu kizuri. Basi wacha tuone kwenye ndoa ni vitu gani vinafanya ndoa ikawa nzuri, ndoa ikaweze kupendeza, ndoa ikaweze kunawiri, kufaulu, na tangu mwanzo hadi mwisho ndoa ikaweze kusimama. Watu wengi wakati wanapokuwa wanachumbiana, kuna baadhi ya mambo ambayo wanasahau. Kuna baadhi ya mambo ambayo tunasahau, ya kwamba ndoa ikianza kwa msingi usio bora, hakika hiyo ndoa itasimama. Kwa hivyo wewe unayenisikiza na kunitazama, hizi ni baadhi ya vigezo ambavyo kabla ujaingia kwenye ndoa ni vizuri katika uhusiano ukaweze kuweka hivi vigezo viwe imara. Kitu cha kwanza, tendo la ndoa. Hiki ni kitu ambacho watu wanakitumia kama chambo. Badala itumike ilete manufaa, kuridhishana na upendo na furaha kwenye ndoa, watu wengi wameitumia kama chambo. Kwa mfano, unapata mke wakati amekasirika hawezi patia mume wake tendo la ndoa. Ama mume wakati amekasirika unapata anamwadhibu mke wake, ampi haki yake ya tendo la ndoa. Haifai. Hilo ni jambo ambalo lazima lishughulikiwe kwa mapana na marefu. Jambo la pili, kuhusu mambo ya fedha. Fedha ni kigezo bora. Fedha ni muhimu sana katika uhusiano na ndoa. Lakini nyinyi wachumba, kabla mjaingia kwenye ndoa, ongea kuhusu fedha. Ongea namna mtatumia fedha kwa ajili ya Mungu. Sababu pesa ni mzuri ndio, lakini zisipotumiwa vizuri zitakuwa mwanzo na majaribu wa kuleta dhambi. Pesa ni za Mungu, Mungu anazitambua. Zitumie vizuri. Please. Tumia pesa vizuri. Usitumie pesa kuleta huzuni kwenye ndoa yako.